Leo dunia yote, nchi zote duniani leo tarehe 20 Oktoba 2025 tunaadhimisha siku ya takwimu duniani, na ni siku ambayo iliwekwa na shirika la Umoja wa Mataifa kupitia kamisheni ya takwimu duniani mwaka 2010 katika kikao chao, na kwa bahati nzuri kwenye kikao hicho na mimi nilihudhuria. Na ni kwa nini sasa dunia iliamua hivyo fanya siku hiyo, siku tarehe 20 kila mwaka iwe ni siku ya takwimu duniani, na iwe inafanyika kila baada ya miaka mitano. La kwanza ni kwamba takwimu ndio kila kitu katika kupanga mipango ya maendeleo ya dunia nzima. Lengo kubwa la kiangalia maono na dhamira nzima ya shirika hili la International Statistical Institute ni kuendeleza na kukuza maendeleo ya takwimu na science ya data duniani. Kwa kufuata, shirika hili linalenga kwamba takwimu zinazozalishwa kutoka katika mawizara, maidara, kutoka katika akademia na kila mahali zifuate sasa vigezo vilivyowekwa ndani ya nchi husika pamoja na za kimataifa. Sasa kwa nini mimi naongea? Mimi ni mtakwimu mkuu wa serikali mstaafu. Ninaongea kwa niaba ya shirika hili. Sasa kupitia shirika hili sasa ambalo nimesema ni shirika lisilo la kiserikali linaloongozwa na sheria za Wadachi wenyewe, leo hii linaungana na mashirika mengine duniani, linaungana na serikali zote duniani kusherehekea siku ya takwimu duniani, na kauli mbiu inayosema no statistics no deal. Maana yake kwa Kiswahili, hakuna takwimu hakuna deal, kwa sababu huwezi kufanya miongozo, huwezi kutunga sera, huwezi kufanya kitu chochote, huwezi kuwekeza kama hujui unaenda kuwekeza wapi. Kwa hiyo kauli mbiu yetu sisi kama shirika la ICI ni kwamba no statistics no deal. Kauli mbiu hii ina maana gani? Kauli mbiu hii iliyotolewa zaidi ya nchi 133 inatukumbusha sote, takwimu sio namba peke yake. Takwimu ni zaidi ya namba. Takwimu ni maendeleo ya taifa moja na baadaye kwa dunia nzima. Tunachokisema ndani ya shirika hili la ICI ni kwamba takwimu yoyote ile inavyokusanywa, kuchakatwa, kutumika katika kupanga mipango ya maendeleo ya nchi moja au kwa dunia, iende basi tumie vigezo vya kimataifa na vigezo vya kitaifa. Na swala kubwa hasa ni swala la kuhakikisha kwamba integrity, maadili ya utoaji, uzoefu wa utoaji, ili takwimu zako zinazozitoa zitumike kwa ajili ya kulinganisha nchi moja au nyingine, basi tufuate hivyo. Na ni kwa nini tufuate hivyo kwa shirika letu hili la ICI? Maana yake ni kwamba tunahitaji takwimu nyingi sana, kwa maana ya kwamba ukiangalia mpango wa maendeleo endelevu wa dunia, Agenda 2030 na mengine, kuna viashiria zaidi ya 230. Mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika kama hili silo la kiserikali, linahitaji kusaidia nchi mbalimbali kuweza kupata takwimu za kwenda kujibu kule. Sisi kama shirika la ICI tunapenda kuwakumbusha kwamba siku hii ni ya muhimu sana kwa wazalishaji na watumiaji, na hususan tunakoelekea kwenye mabadiliko makubwa ya teknolojia, rapid growth in technology. Sawa? Kwa sababu tunaona sasa hata kwenye uzalishaji wa takwimu kuna AI, artificial intelligence, ina matokeo yake chanya kwenye uzalishaji wa takwimu, ina matokeo yake hasi pia ya uzalishaji wa takwimu. Kwa hiyo swala zima la integrity, swala zima la maadili na kutoa elimu kwa uzalishaji na kwenye kufanya maamuzi ni swala la msingi sana. Kwa maana nyingine tunasema integrity throughout the knowledge chain
from data collection to decision making is very vital. Kwa hiyo tunakumbusha watu wote duniani kwamba tuende huko tukalenge mambo ya integrity, respect, scientific autonomy za national statistical offices across the world, kwamba tuende huko ili tuende tukatoe takwimu au data ambazo zitasaidia watunga sera duniani waweze kutunga sera ambazo zitaenda kusaidia watu wa zaidi ya bilioni 8 katika dunia nzima. Madhumuni mengine ya kusherehekea siku hii na kuungana na mataifa mengine, la kwanza pia ni kukumbusha serikali zote duniani kwamba ofisi za takwimu duniani ziendelee kuzalisha takwimu zinazofuata misingi ya miongozo ya kitaifa na kimataifa. La pili pia ni kutengeneza uelimishaji. Tunasema statistical literacy, kama ile ambayo ofisi za takwimu zinaendelea kufanya. Kuwatumieni nyinyi waandishi wa habari ili muweze kwenda kuelimisha umma na kuelimisha wananchi kwa ujumla. Namba, takwimu maana yake ni nini, zinaenda kufanya nini na kadhalika. Hakuna takwimu, hakuna dili katika maisha. Ni lazima tuwe na takwimu zinazofuata vigezo vya Umoja wa Mataifa za taifa lenyewe, ndio tunapata dili ya kuenda kuwekeza, ndio tunapata dili ya kusema kwamba uchumi wa nchi unakuwa kwa asilimia kadhaa na kuendelea. Nchi yetu ya Tanzania, hatuna Tanzania nyingine. Tarehe 29 Oktoba 2025 ni siku ya kupiga kura ya kuwachagua viongozi wetu kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Sote tumeona kazi kubwa ambayo imefanyika ndani ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri na wenye heshima kubwa duniani, na ndio maana nimekaa hapa, nimeteuliwa duniani ni kwa heshima ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kusimamia maadili ya takwimu. Umefanya maendeleo makubwa sana katika sekta zote za kijamii, afya, maji, tumeona, kiuchumi na mazingira. Nimeangalia ripoti ya IMF, wana maoteo yao wanasema uchumi wa Tanzania utaendelea kukua kwa 6%. Haya ndiyo maendeleo ambayo tunataka kuyaona ndani ya serikali. Lakini yote haya hayawezi kufanyika bila kwenda kupiga kura tarehe 29. Kwa hiyo tutoke tarehe 29 asubuhi na kadi yetu ya mpiga kura, twende tukachague Chama cha Mapinduzi kikamalize kazi ambazo zimebakia na zilizoainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka mwaka 2030.